Wapendwa watu wote wenye mapenzi mema tulokusanyika hapa, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Hakika ndugu zangu, Mungu ni mwema kwetu sote. Leo tunapoadhimisha na kufurahi kupalizwa mbinguni kwa mama yetu Bikira Maria, ambaye ni somo wa parokia hii ya Kibosho na ni mama wa Kibosho kama anavyofahamika. Tangu 1893 wamisionari walipofika kwa mara ya kwanza hapa, walijiweka chini ya ulinzi na maombezi ya huyu mama. Mara nyingi utaona wamisionari hawa kokote kule ambako walienda, walijiweka chini ya ulinzi wa huyu mama. Ukienda kule Kilema walikuanzia Bikira Maria mama yetu wa Lourdes. Ukienda kule Bagamoyo ni Epifania. Ukienda kule Mombasa, ukienda kule Gare, basi unaona kuna uhusiano fulani ya utume wao na maisha na utume wa mama yetu Bikira Maria. Kumbe ni katika kuangalia historia na mapito na maisha ya huyu mama kwamba yeye ndiye misionari wa kwanza ambaye aliinjilisha dunia kwa kuizalia dunia Mwokozi. Lakini pia hata katika tendo lake la kwenda nchi ya mlimani kwenda kumtembelea jamaa yake Elizabeti, ilikuwa pia ni tendo la uinjilishaji. Yeye alikuwa amejaliwa katika kujiandaa kumzaa Mwokozi. Elizabeti jamaa yake pia na yeye alikuwa pia amejaliwa akijiandaa kumzaa Yohane Mbatizaji. Kumbe huyu mama tunaposema ni mama wa huruma, hakujihurumia katika hali yake. Aliondoka Mara akaenda nchi ya mlimani kwenda kumsaidia yule ambaye aliona pia na yeye ni muhitaji pia kuliko yeye. Kumbe katika umisionari tunasukumwa na moyo wa huruma, tunasukumwa na moyo wa kusaidiana, tunasukumwa na moyo wa upole na moyo wa unyenyekevu. Hivyo ndugu zangu, kanisa la leo kama wanavyozungumza mababa wa Mesea, kanisa la kimisionari, lakini pia kama anavyozungumza Baba Mtakatifu kwamba ni kanisa la kisinodale, ni kanisa la kutembea pamoja. Tunawashukuru na kuwapongeza wale ambao tumeona kuna haja katika sherehe hii ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria, tutembee pamoja katika roho ya sala na katika roho ya toba na katika roho ya kufunga. Tumtukuze Mungu katika hilo. Hivyo basi ndugu zangu, tunaendelea kuomba kwa maombezi ya huyu mama kama tunavyosoma kwenye ile litania yake: mama mstaajabivu, mama wa shauri jema, mama wa Muumba, mama wa mkombozi. Atujalie katika yale tuliyoomba leo viumbike vipya, tukomboleke, tuweze kuwa na mwenendo mpya, na hivyo mwisho wa siku tustahilishwe kuingia katika uzima wa milele. Kama jinsi ambavyo tumezoea katika sala yetu na katika novena yetu ambayo tumeisali kwa siku 9 hapa kwetu, kwa kweli ndugu zangu, jambo la kumshukuru Mungu na kuendelea kumwomba huyu mama, yeye aliyebikira na mama. Kwetu sote ambao tumefika hapa, tunaomba kwa maombezi yake kwamba wanaotafuta ajira wapate, wanaotafuta watoto wapate, wanaotafuta wenza wa maisha wapate,
Lakini tunawaombea pia walio wagonjwa wapone, na tunawaombea pia wazee na wastaafu wawe na amani na afya njema, watoto na vijana wawe na maadili mema kwa kutunza usafi wa moyo. Aidha, wakosefu watubu, waasi warudi nyumbani kwa Baba. Na pia tunawaombea marehemu wetu watoharani warehemiwe ili wapumzike kwa amani. Hiyo ndio nia yetu na tamanio la wengi katika ujumla wetu. Na katika hilo daima kwa wenyeji hapa tumezoea katika siku ya leo na kesho kuimba Mama wa Kibosho, ukatolenda utolende daima tusipote, tupone mbinguni. Ewe mama yetu Kibosho, ulinde na ngoze tarini mara unyoshe, hasa tujalie Mama wa Kibosho. Tupone mbinguni. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu kwa maombezi na msaada mama yetu Bikira Maria, msaada daima, atuombe, atusaidie na atuelekeze katika yale ambayo tumeyatumaini na kuyafuatia katika siku ya leo. Mungu atukirimie kadiri ya mapenzi yake. Tumsifu Yesu Kristo.